Mzee mmoja nchini Rwanda anaishi katika upweke wa miaka 55 kutokana na hofu yake ya kuogopa wanawake. Fikiria kuishi katika hofu ya kudumu ambapo hata ukimwona mwanamke tu kuna kufanya utetemeke kwa uoga. Mwanaume huyu mwenye umri wa miaka 71 ameamua kuishi katika upweke kamili kwa muda wa kushangaza wa miaka 55 ndani ya nyumba ndogo iliyozungukwa na uzio mrefu ambao unaofanya kazi kama kizuizi cha kuwazuia wanawake wasiingie. Unaweza ukashangaa mtazamaji wangu, lakini haya ni maisha kamili ya mzee huyu kutoka nchini Rwanda. Ungana nami moja kwa moja ili nikueleze kinagobaga nini kinatokea katika maisha yake, na je, kwa nini aogope wanawake hadi kufikia anajificha na kujitenga mbali na wanawake. Mzee huyu kutoka Rwanda ameishi katika upweke kamili tangu akiwa na umri wa miaka 16. Kalititsi Nzamwita ambaye sasa ana umri wa miaka 71 alipofikisha miaka 16 alifikia kiwango cha juu cha kuvumilia hofu yake dhidi ya wanawake, hali inayojulikana kama gynophobia. Mwaka 1968 aliamua kujenga nyumba yake ambayo hadi sasa ina umri wa miaka 57. Nyumba yake imezungukwa na uzio mrefu ambao wenye urefu wa futi 15. Kwa macho ya nje nyumba hiyo inaonekana kama nyumba iliyoachwa, lakini ukiingia ndani utakutana na mshangao mkubwa. Ingawa nyumba hiyo siyo ya kifahari, mwenye nyumba ameibuni kwa namna ya kufanya iwe mahali pa kupendeza na panapofaa kwa mtu mmoja kuishi. Hata hivyo, hakuna sehemu tofauti ya vyumba kama vile jikoni, chumba cha kulala au choo, vyote viko katika nyumba moja. Kitanda chake kimesimama juu ya nguzo za mbao zinazofanana na miti ya mianzi. Akitaka kwenda chooni anamaliza hapo hapo. Hata hivyo, jiko lake pia liko karibu na kitanda chake anapolala. Jambo la kushangaza ni kuwa majirani zake wa kike ndio hao wanamsaidia kuendelea kuishi kwa kumpa chakula. Hofu ya mwanamume huyo bikira dhidi ya wanawake ni kubwa kiasi kwamba akimuona mwanamke karibu na makazi yake ukimbilia ndani haraka kujificha. Licha ya yote haya, wanawake wanaoishi karibu na nyumba yake wamekuwa wakimsaidia chakula. Kwa kuwa haruhusu wanawake kuingia ndani ya nyumba yake, wao humtupia chakula na mahitaji muhimu kama vile bidhaa za dukani ndani ya uwanja wake. Baadaye yeye huokota vitu hivyo bila kuwa na mawasiliano yoyote na wanawake hao. Kampuni moja ya vyombo vya habari barani Afrika itwayo Afrimax ilifuatilia simulizi ya mwanamume huyo na kufanya mahojiano naye mnamo Agosti mwaka 2023. Tangu wakati huo, hadithi hii ya ajabu imepata umaarufu kote mtandaoni. Je, gynophobia ni nini? Kama tulivyojadili awali, gynophobia ni hofu maalum ambapo mtu huwa na uoga mkubwa dhidi ya wanawake. Watu wanaosumbuliwa na hofu kama hii hujua kwamba uoga wao hauna msingi wa kweli wala hatari halisi, lakini bado hawawezi kudhibiti uoga huo. Fikra tu kuhusu chanzo cha hofu hiyo inaweza kusababisha wasiwasi mkali au hata msongo wa mawazo ikiwa haitapata matibabu. Sababu halisi ya gynophobia haijulikani, lakini inaweza kusababishwa na uzoefu mbaya wa wanawake, mazingira, urithi wa vinasaba au mabadiliko katika utendaji wa ubongo. Watu waliowahi kuwa na hofu katika maisha yao ya awali au wale wenye ndugu wanaosumbuliwa na matatizo ya wasiwasi huwa katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa huo. Ingawa hakuna takwimu mahususi kuhusu kiwango cha kuenea kwa gynophobia, utafiti mmoja ulibaini kuwa wanaume wana uwezekano mdogo wa kupata hofu maalum ikilinganishwa na wanawake, kwa kiwango cha 4.9 kwa wanawake na kile cha 9.8 kwa wanawake kote duniani. Kwa kuzingatia uchambuzi huu, gynophobia ni nadra zaidi, kwani ni hofu inayowapata wanaume pekee. Nami naishi hapa. Je, mtazamaji wangu, unafikiria nini kuhusu jambo hili? Je, kuna mtu hapa duniani kweli anaogopa wanawake kiasi cha kujificha mbali na kila mtu? Niandikie maoni yako. Je, wewe mtazamaji wangu umeonaje makala haya kuhusu mwanamume huyu? Na kama kawaida, jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Nikutakie wakati mwema na nikukumbushe usisahau kusubscribe katika channel hii na kulike video hii, pia na kutano notification bell ili wakati wote nitakapoachia makala mapya uwe wa kwanza kutazama. Hadi wakati mwingine, bye.